Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo, mara baada ya ligi kuu soka Tanzania bara kumalizika, tutakwenda kutazama msimamo wa ligi kuu ya NBC kwa jinsi ambavyo umemalizika. Tutakwenda kuzifahamu zile timu ambazo zimeshuka daraja, timu ambazo zitakwenda kucheza playoff kwa ajili ya kusalia ligi kuu, timu ambazo zitakwenda kucheza kombe la shirikisho, na zile timu ambazo zitakwenda kucheza ligi ya mabingwa barani Afrika mara baada ya ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka 2025 2026 kuweza kutamatika. Kabla ya kwenda kuvifahamu hivi vitu vingine, kama ni mdau umeifuatilia ligi moja kwa moja ama kwa namna nyingine kuna maneno umesikia, basi unao nafasi ya kwenda eneo la comment na kutuambia kuelekea katika msimu mpya wa ligi ya mwaka 2026-2027, je, ni kitu gani kiboreshwe ili ligi yetu iweze kuwa bora zaidi? Je, ni upande wa marefa? Je, ni upande wa viwanja? Kwa hiyo unao nafasi ya kushuka hapo chini kwenye comment ukatoa maoni yako, kwa sababu wazo lako ndiyo thamani ya ligi yetu inapozidi kuwa kubwa. Sasa fahamu, kwa upande mwingine, pasipo kupoteza wakati, ngoja tukatazame matokeo ya mwisho katika mechi 8 zilizochezwa kati ya timu 16 katika ligi kuu ya NBC, matokeo ya tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026 katika raundi ya 30. Fahamu, mchezo wa kwanza ulikuwa ni JKT dhidi ya Yanga, ambapo Yanga wamefanikiwa kushinda mabao 3-0, bao la Prince Dube, bao la Dep na Max Zegedi pia. Mchezo wa pili ni Simba dhidi ya KMC, mchezo ambao umemalizika kwa Simba kushinda bao 1-0. Mchezo wa tatu ni Azam Football Club dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao umemalizika kwa Azam kushinda mabao 2-0. Mchezo mwingine ni Mashujaa dhidi ya Tanzania Prisons, ambapo Prisons wameshinda bao 1-0. Mchezo mwingine ni Coastal Union dhidi ya Pamba Jiji, Coastal wameshinda 2-1. Fountain Gate walikuwa dhidi ya Singida Black Stars, ambapo Singida wameshinda wamefungwa bao 4-3 dhidi ya Fountain Gate. Lakini mchezo mwingine ni Mbeya City dhidi ya TR United, mchezo umemalizika kwa 0-0. Lakini mchezo mwingine ni Namungo dhidi ya Mtibwa Sugar, ambapo Namungo wamefanikiwa kushinda mabao 2-1. Kwa hiyo tunaona hayo ndio matokeo ya mwisho katika mechi za mzunguko wa 30. Kikubwa katika mchezo hii ambayo mchezo tarehe 30, tunashuhudia kuna jambo ambalo limetokea kwa mchezaji Pacome Theodore Zouzoua kuweza kuvunjika katika mchezo ambao Yanga alikuwa akicheza dhidi ya JKT Tanzania. Tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kumponya mapema na aweze kurejea katika majukumu yake. Sasa turudi katika msimamo mara baada ya ligi kuu ya NBC kuweza kutamatika. Fahamu msimamo ulivyo. Klabu ambayo imeshuka daraja nafasi ya 16 ni KMC Football Club kutokea Kinondoni, Dar es Salaam, ambapo wamecheza michezo 30, wanadaiwa mabao 37 wakiwa na alama 9. Timu nyingine ambayo imeshuka daraja ni Mtibwa Sugar, ambao wamepanda daraja msimu uliopita wakitokea Championship. Hatimaye tena wamerejea kule kule ambapo walipotoka. Mtibwa Sugar wameshuka daraja wakiwa nafasi ya 15 mara baada ya kucheza michezo 30, wanadaiwa mabao 23 na alama zao 27. Timu inayokamata nafasi ya 14 ni Mbeya City Football Club kutokea mkoani Mbeya. Mbeya City wamecheza michezo 30 wakiwa wanadaiwa mabao 17 wakiwa na pointi 30, ambapo timu hii itakwenda kucheza playoff. Lakini timu inayokamata nafasi ya 13 ni Tanzania Prisons kutokea Mbeya, nao pia ambapo wao wamecheza michezo 30 wanadaiwa mabao 18 na alama 32. Kwa playoff ya kwanza itakuwa ni Tanzania Prisons na Mbeya City watakwenda kukutana, na atakayefungwa atakwenda kucheza na timu ambayo itakwenda kucheza playoff katika kule Championship. Kuna nafasi ya 4 na 3 nao pia watacheza playoff. Kwa hiyo yule mshindi atakuja kucheza kati ya mshindi ya Tanzania Prisons ama Mbeya City. Lakini timu ambazo zimesalia ligi kuu ya NBC, nafasi ya 12 Fountain Gate ambaye amecheza mechi 30 akiwa anadaiwa mabao 19 na alama 33. Nafasi ya 11 Mashujaa akiwa amecheza michezo 30 anadaiwa mabao 12 na alama 33. Nafasi ya 10 Namungo ambaye amecheza michezo 30 akiwa anadaiwa mabao 7 na alama 34. Nafasi ya 9 ni Dodoma Jiji ambao wamecheza michezo 30 wanadaiwa mabao 11 na alama 35. Nafasi ya 8 Coastal Union wanamangusha kutoka Mkwakwani Tanga. Coastal wamecheza michezo 30 wakiwa wanadaiwa mabao 6 na alama 36. Nafasi ya 7 Pamba Jiji kutokea Mwanza wakiwa wamecheza michezo 30 wanadaiwa mabao 3 na alama 36. Nafasi ya 7 Pamba Jiji nafasi ya 6 JKT Tanzania kutokea Dar es Salaam. JKT wamecheza michezo 30 wanadaiwa mabao 3 na alama 42. Nafasi ya 5 TR United kutokea mkoani Arusha
TRA wamecheza michezo 30, wana faida ya magoli 5 wakiwa na alama 43. Big 4 ikoje? Nafasi ya 4 ni Singida Black Stars ambapo wao wamecheza michezo 30 wakiwa na faida ya mabao 12 na alama 50. Na habari njema ni kwamba Singida watakwenda tena kushiriki kombe la shirikisho mwakani. Lakini tunashuhudia nafasi ya 3 ni Azam Football Club kutokea Dar es Salaam. Azam wamecheza michezo 30 wakiwa na faida ya mabao 34 na alama 64. Timu ya pili ambayo itakwenda kucheza kombe la shirikisho la CAF mwaka 2026-2027 ni Azam. Lakini nafasi ya pili imemaliza klabu ya soka ya Simba licha ya kuwa na msimu bora, lakini wameshindwa kutoa ubingwa mbele ya watani wao jadi, ambapo Simba wamecheza michezo 30 wakiwa na faida ya mabao 43 na pointi 73. Simba, habari njema ni kwamba watakwenda kushiriki ligi ya mabingwa mwakani. Na nafasi ya kwanza, kinara ambaye ameweza kufanikiwa kutoa ubingwa ni Yanga Sports Club ambaye amecheza michezo 30, ana faida ya mabao 62 na alama 75 katika nafasi ya kwanza ya msimamo. Kwa hiyo Yanga msimu tunaona ameweza kumpita Simba alama 2 kama kawaida. Kwa hiyo hivyo Yanga ameweza kutoa ubingwa kwa mara ya 33 na ni mara ya 5 mfululizo. Tuambie kwenye comment, katika ligi 100% unaipa asilimia ngapi kwa jinsi ambavyo vilabu vilikuwa vinashindana? Toa maoni katika comment na tutakuja kuyasoma. Shut up.